Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Mkutano huu ni muhimu sana kwa sababu kama bara letu la Afrika sasa hivi tulivyo, tunafahamu hali yetu ya mawasiliano ya kwamba tukiangalia kwa upande wa matumizi ya internet, asilimia 38 peke yake sasa hivi kutokana na takwimu tunazopewa na ITU ndio wanatumia internet ya uhakika, na wakati dunia nzima wastani wa watu wa asilimia 68 wanaonekana wanatumia matumizi ya internet ya uhakika. Kwa tunataka kukaa pamoja na kutafakari na kujadili masuala yote ya msingi ambayo yanahusiana na matumizi ya internet, nini kifanyike, kuongeza watumiaji, kila mtu anatakiwa apate internet ya uhakika, kusiwepo na gap kati ya vijiji walioko vijijini na walioko mjini. Lakini pia tutajadili kuhusu swala la usalama mtandao, kwa sababu ili kuwa na internet ya uhakika lazima tuwe na internet ambayo ni salama. Kwa hiyo tutajadili kwa upana wake swala la usalama mtandao, nini kifanyike, na watumiaji wajue nini wanapaswa kufanya wanapoingia kutumia internet, na pia ni nini kinatakiwa kifanyike kwa wale ambao especially watu wa huduma pia wafahamu na wenyewe wanatakiwa wana wajibu gani, na ni sera zipi ambazo zinatakiwa ziwekwe sawa sawa ili kuhakikisha kwamba anga letu la mtandao linakuwa salama. Lakini tutaangalia pia masuala ya akili unde. Tunafahamu ni teknolojia ya msingi kabisa ambayo inawezesha utendaji kazi, especially tunapokuwa sasa hivi kwenye kipindi cha mapinduzi ya 4, ya 5 ya 6 ya viwanda. Tunategemea sana teknolojia hii ili kuhakikisha kwamba kazi zetu au shughuli zetu zinafanyika kwa weledi kabisa na kwa haraka na kwa makini katika kufanikisha masuala yote ya kiuchumi na ya kijamii. Lakini pia tuna swala lingine, tutaangalia pia upatikanaji wa mawasiliano kwa watu wote. Kwamba kama nilivyotangulia kusema awali, tuna gap ambalo linaonekana la matumizi ya internet. Asilimia kubwa wanaotumia internet wapo mjini, lakini vijijini ni watu wachache sana. Kwa hiyo tuna jukumu la kuangalia tunafanyaje sasa ili wale ambao hawajapata hii teknolojia ambayo inaonekana ni ya msingi katika kipindi hichi waweze pia kupata teknolojia. Na jambo la mwisho tutaangalia swala la mahusiano ya nchi mbalimbali. Unajua swala la mtandao kama nilivyosema ni swala ambalo ni pana. Alitegemea tu peke yake kama nchi. Tunategemea mashirikiano mengi katika kuliwezesha hili swala. Na hata swala la usalama mtandao halina mipaka. Mtu anaweza kuwa Ulaya akafanya jambo hapa Tanzania, au anaweza kuwa Tanzania akafanya jambo sehemu nyingine. Kwa hiyo tutaliangalia mahusiano yetu, natoka tumekubaliana miaka 20 iliyopita ya kuanzisha jukwaa hili, nini kimefanyika, wapi tunakwenda, na mambo yote yataangaliwa katika maeneo hayo. Kwa nini vijijini kumekuwa na mdororo wa matumizi ya masuala ya mtandao? Zipo changamoto nyingi ambazo zinatukabili sisi kama bara la Afrika. Kuna masuala ambayo tunaona ya umeme yanaweza kuwa ni changamoto katika maeneo mengi, lakini sisi hapa Tanzania tunashukuru swala umeme tumeweza kulikava vizuri. Lakini kama bara lazima tuangalie tunaendaje. Lakini pia kuna unafuu pia wa huduma yenyewe. Watu wengi walioko vijijini kipato chao akiwa attract wale ambao ni wawekezaji kwenda kutoa huduma kule, kwa sababu wanaona kwamba haiwarudishi zile gharama walizoingia. Kwa ndo maana serikali kwa mfano Tanzania imeanzisha mfuko wa mawasiliano kwa wote. Ule unatoa ruzuku kwa watu wa huduma ili waweze kupeleka mawasiliano katika maeneo ya vijijini. Kwa tutaangalia vitu mbalimbali, lakini pia kikubwa kingine ambacho ni cha msingi pia lipo swala la hizi device ambazo zinatumika ku access internet. Watu wengi bado hawatumii hizi vishikwambi, bado wanatumia zile feature phones kwa kutumia internet kwa sababu ndizo zenye bei nafuu. Sasa tunafanyaje sasa kuhakikisha tuna push matumizi makubwa ya hizi device ambazo ni sawa sawa ili ziweze kufika vijijini na waweze waweze kuzipata hizo vifaa na watumie internet. Kwa yapo masuala mengi ambayo tutaangalia. Nafikiri kwenye majadiliano tutaangalia kwa upana wake kipi ni tatizo na nini kifanyike, yote yataangaliwa kwenye mkutano huu. Tuelimisha kuhusiana na hii teknolojia ya akili unde. Ni namna gani watu tunaweza tukaitumia na kufaidika kutokana nayo?
Akili unde kama nilivyosema, inasaidia sana kwenye utendaji kazi. Akili ya mwanadamu ukiangalia inaweza kuwa na vitu vingi sana. Kwa hata kumbukumbu yake sio kama mtu anaweza kuwa na kumbukumbu lakini ufanyaji kazi sio kama wa haraka kama inavyofanya akili unde. Uzuri wa akili unde ni akili bandia. Yaani akili ya mwanadamu lakini inaweza kuchakata vitu kwa haraka. Kwa kitu ambacho ulikuwa ukifanya labda siku 2-3, sawa? Inaweza kufanya hata kwa sekunde 10, unaona. Unaweza kwenda kuuliza akili unde kwamba nina kazi ya kwa mfano wanafunzi. Nina kazi nimepewa darasani, sawa? Ya kuandika dissertation 1, 2, 3. Ukiuliza akili unde itakuletea kila kitu hapo hapo. Itakuandikia mpaka na matokeo yake, sawa? Inaweza kufanya. Au kaniambia naomba nisaidie kupata topics 1, 2, 3, sawa? Itakuletea kila kitu, itafanya, sawa? Kuliko ungekaa darasani ukasearch muda mrefu, sawa? Inasaidia. Lakini pia kwenye utendaji wa kazi zetu hizi za kila siku. Unaona sasa hivi kuna mtu anatumia akili unde, nimeona sijuzi amegundua mtu anaanza mkono sasa hivi, wale ambao walikuwa hawasikii whatever, sawa, amegundua gloves ambayo ikiona ile ishara inatambua ni nini afu inabadilisha kwenda kwa maneno. Kwa zipo application nyingi sana kwenye kilimo, kwenye nini. Wito wangu sasa kwenye hilo eneo watu waje wajifunze. Wataona kuna wabunifu mbalimbali watakao pale ambao wataonyesha maonyesho yao, sawa. Kwa wanaweza kuangalia ni kitu gani ambacho wamejifunza ambazo wamekiona, lakini pia watu wakijifunza vizuri kuhusu akili unde, sawa. Tunategemea tutapata wabunifu wengi ambao wanaweza wakatokea kwenye ile eneo.